اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rahma kipenzi chetu na kipenzi cha Allah Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, awali ya yote napenda kuihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia ndugu zangu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwogopa. Watukufu wa Islam, tupo katika masiku 10 bora ambayo Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala ameeleza ndani ya Qur'an, wal fajri wa layalin ashir. Tupo katika masiku 10 bora ambayo ndani yake inapatikana siku ya yaumi Arafa. Siku hii ni tukufu sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika historia, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama alibahatika kufanya hija moja tu, lakini alifanya umra zipatazo 4 katika umri wake mpaka anaingia kaburini. Umra na hija, kama tulivyosema Ijumaa iliyopita, utofauti wake kwenye Arafa tu, lakini matendo yake yanafanana. Kwenye umra hakuna Arafa, lakini kwenye hija kuna Arafa, kuna kisimamo cha Arafa. Hii ndio tofauti yake kati ya umra na Arafa na hija. Kwa hiyo katika historia Mtume yeye alifanya hija mara moja, na katika hija yake hiyo ndiyo inaitwa ni hijjatul wadaa, ndiyo ilikuwa hija yake ya kuaga, ndio ilikuwa hija yake ya mwisho. Mtume hajarudi tena Makka baada ya hapo. Na hata siku ambayo Mtume anasimama katika viwanja vya Arafat, anatoa khutba yake ya mwisho, masahaba walipata bishara, walijua ya kwamba Mtume hatorejea tena katika mji wa Makka kwa maneno aliyokuwa akiyazungumza. Khutba yetu ya leo tunalenga kuelezea khutbatun nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi yaumi Arafa. Tunalenga kuelezea khutba ya Mtume Muhammad aliyoitoa katika viwanja vya Arafat, katika viwanja vya Arafa alipokuwa amekwenda kutekeleza ibada yake ya hija. Ukienda kule Makka kutekeleza ibada ya hija, kuna viwanja vinaitwa viwanja vya Arafat, na wanaokwenda kutekeleza ibada ya hija lazima waende hapo katika viwanja vya Arafat. Vile viwanja vinaitwa ni viwanja vya Arafat. Kwa hiyo Mtume siku ile, baada ya kusimama kisimamo kirefu pale na kufanya dua mbalimbali, Mtume aliwahutubia Waislamu khutba ndefu sana, na khutba hiyo sehemu yake ya maneno yake ndiyo tunahitaji tuweze kuichukua katika khutba yetu ya leo, tuweze kuielezea kwa uchache sana. Mwandishi mmoja wa vitabu anaitwa David Belford, ameandika kitabu kinaitwa What to Say and How to Say It for All Occasions. Mwandishi huyu anafundisha somo linaitwa public speaking. Ni namna gani mtu atajifunza kuzungumza mbele ya hadhira, mfano wa mimi hivi nilivyosimama. Kwenye Uislamu tunasoma uslubul khitaba au asalibi da'wa, njia za namna gani uweze kufikisha ujumbe kwa watu, kwa sababu kufanya da'wa na kufikisha ujumbe kwa watu ni fani, ni somo maalum ambalo wakati mwingine inamlazimu mtu aweze kufundishwa ni namna gani ataweza kuzungumza na watu. Sio kila mtu anaweza kuzungumza na watu.
Wakati mwingine inaweza mtu akawa na talent, akawa na kipaji cha kusema, lakini asijue aseme nini mbele za watu. Kwa hiyo ile namna ya kujua aseme nini na ile audience yake aliyokuwa nayo ni aina gani na maneno gani aseme, hilo nalo ni jambo lingine. Anaweza mtu akawa na kipaji cha kusema, lakini akawa kama kasuku. Kasuku ukimsikiliza kama vile anaongea maneno mengi sana, lakini haeleweki anasema nini. Kwa hiyo ana kipaji cha kusema, lakini hajui aseme nini. Kwa hiyo wakati fulani inamwajibikia mtu aweze kujifunza namna bora ya ufikishaji. Katika moja ya njia za namna bora ya ufikishaji, wanasema moja ya kanuni ni antuballigha an-nasa bihaddi uqulihim, ni kuwafikishia watu kwa upeo wa akili zao. Hii ni moja, ni principle. Unapoenda kuzungumza na watu, zungumza nao kwa upeo wa akili zao. Sharti wajue kwamba hawa upeo wao wa akili umeishia hapa, na mimi nizungumze nao mpaka mwisho wa upeo wa akili zao hapa ulipoishia. Huwezi kuchukua kitu cha chuo kikuu ukaenda kumfundisha mtoto wa nasari, kwa vyovyote hatakuelewa. Kwa hiyo lazima ujue kwamba hawa ninaozungumza nao upeo wao umeishia kwenye level ya nasari. Kwa hiyo yale mazungumzo yangu ni yazungumze kwa upeo wa watu wa nasari. Ndio principle ya antuballigha an-nasa bihaddi uqulihim, wafikishie watu kwa upeo wa akili zao. Principle ya pili ni antuballigha an-nasa bilughatihim, wafikishie watu kwa lugha yao wanayoielewa. Ukienda kuzungumza na watu, sharti ile lugha yao wanayoielewa ndio uzungumze nao, ili waweze kuelewa ile message, ule ujumbe uliokusudia kuweza kuelewa. Nikisimama mimi kwenye membari hapa nikaanza kuzungumza Kizaramo, kwa vyovyote vile mtakuwa mnielewi. Watakaonielewa ni wale Wazaramo. Kwa hiyo wale ambao sio Wazaramo watakuwa hawawezi kunielewa. Kwa hiyo principle ya mazungumzo inakutaka uwafikishie watu kwa lugha yao wanayoielewa. Lakini kanuni ya tatu, an ta'rifa al-hala fi tilka al-umma, uweze kuelewa hali za watu, yani wale watu unaoongea nao, culture yao ipoje, hali zao zipoje, wana tabia gani, wana vitu gani wanavipenda, vitu gani hawavipendi, maneno gani kwao ni matusi, maneno gani kwao si matusi. Kuna baadhi ya sehemu ukienda kuzungumza neno ambalo kwenu sio matusi, lakini kuna baadhi ya maneno mengine ukienda kulisema linakuwa matusi. Kwa hiyo ukiwa ni public speaker, ukiwa ni mzungumzaji, lazima ujifunze baadhi ya mambo ambayo yatakulazimu wewe kwenda kuzungumza na wale watu waweze kukuelewa. Sasa huyu mwandishi wa vitabu anaitwa David Belson. Kitabu chake kinaitwa What to Say and How to Say It for All Occasions. Yeye kwenye kile kitabu alikuwa anafundisha watu namna ya kuzungumza. Alipokuwa anajaribu kuelezea kwamba watu wakajifunze wapi wanapotaka kuzungumza, akaeleza akasema watu wakajifunze katika maeneo makuu matatu. Akasema eneo la kwanza wakajifunze katika khutba ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama aliyoitoa katika hijjatul wadaa. Na huyu mwandishi wa vitabu hakuwa Muislamu, tukumbuke, alikuwa ni mtu ambaye ni Mkristo. Lakini yeye akasema ikiwa mtu anahitaji kuwa ni mzungumzaji mzuri, ikiwa mtu anataka kutengeneza message au khutba yake iwe nzuri, basi aende akarejee khutba ya Bwana Mtume Muhammad ambayo aliitoa katika viwanja vya Arafa. Akasema mtu huyu atakuwa ni mzungumzaji mzuri sana, lakini pia khutba yake itakuwa ni bora sana, na message yake au ujumbe wake atakaokusudia utakuwa ni ujumbe mzuri sana. Na sehemu ya pili akasema wakarejee katika khutba ya Martin Luther King inaitwa I Have a Dream. Na khutba namba 3 akasema wakarejee kwenye khutba ya Muammar Gaddafi inaitwa Obama My Son. Akasema maeneo haya matatu anayetaka kujifunza kusema
na khutba yake iwe nzuri, iwe bora, iwe na nukta zote za msingi, akarejee kwenye khutba hizo 3. Sasa kimsingi ukielezea khutba ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni khutba iliyojaa kila kitu ndani yake. Mtume alizungumza sio chini ya masaa 3. Mmoja katika wazungumzaji anasema, ikiwa mtu anahitaji kujifunza haki za binadamu, wale watu ambao wanatetea haki za binadamu, basi waende wakarejee khutba ya Bwana Mtume Muhammad. Ndio maana katika khutba ya Mtume Muhammad inaelekeza mpaka kuwafanyia wema wanawake. Kwenye khutba ile Mtume katika moja ya maneno yake anasema, ittaqullah fi nisa, na kuhusieni nyinyi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala juu ya wanawake. Istawsu bin nisa'i khaira, na kuhusieni juu ya kuwatendea wema wanawake. Mtume kwenye khutba yake alikariri zaidi ya mara 3, ittaqullaha fi nisa, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanawake. Mtume alirejea zaidi ya mara 3 ndani ya khutba ile, kuonyesha kwamba khutba ya Mtume iliwalenga mpaka wanawake. Kwa hiyo wale ambao ni watetezi wa haki za wanawake, wakitaka kuona namna gani mwanamke anatetewa, warejee kwenye khutba ya Bwana Mtume Muhammad. Kwa hiyo Mtume alizungumza khutba ndefu, sio chini ya masaa 3. Kwenye khutba ile mimi nitanukuu vipengele vichache sana. Maana yake ndani yake kulikuwa na vipengele vingi. Kulikuwa na vipengele vya kuwafanyia wema wanawake, kulikuwa na vipengele vya riba, Mtume aliharamisha riba, kulikuwa na vipengele vya dhulma, watu wasidhulumu watu wengine, kulikuwa na vipengele vya wasia wa kuwafanyia wema wazazi wawili, kulikuwa na kipengele cha kuwahusia watu washikamane na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wasia ambao Mtume aliutoa hata siku anaondoka. Aliwaambia masahaba kwamba inni tarikum fikum thakalaini, kwamba mimi ninakuachieni nyinyi vizito viwili, kitabullah wa ahli baiti, na katika riwaya nyingine imekuja wa sunnati. Lakini riwaya yenye nguvu inasema Mtume aliacha wasia ya kwamba anatuachia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wa ahli baiti, pamoja na watu wa nyumbani kwake. Khutba ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam iliyotolewa katika viwanja vya Arafat, Mtume alianza kwa mukaddima mrefu sana uliokuwa unasema innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ila akhiri, mpaka mwisho. Na mwishoni mwa mukaddima wake Mtume akaja akayasema ale maneno ya kwamba fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar, a'adhana Allahu minna wa iyyakum minan nar. Mtume mwishoni mwa mukaddima wake akayaleta maneno haya. Alipomaliza kuyasema maneno hayo, Mtume akaingia moja kwa moja kwenye khutba yake, akasema inna dima'akum, hakika damu zenu Waislamu kwa Waislamu, wa amwalakum, na mali zenu Waislamu kwa Waislamu, wa a'radakum, na heshima zenu Waislamu kwa Waislamu, haramun alaykum ka hurmatin fi yawmikum hadha. Mtume akasema damu zenu Waislamu kwa Waislamu ni haramu kumwaga damu, ni haramu kumwaga damu ya Muislamu mwenzio. Wa amwalakum, kuchukua mali ya Muislamu mwenzio pasipokuwa na haki, kudhulumu mali ya Muislamu mwenzio ni haramu. Mtume akasema wa a'radakum, na heshima zenu Waislamu kwa Waislamu ni haramu kuchafuliana heshima zenu. Tena Mtume akasema ka hurmatin fi yawmikum hadha, kama ilivyokuwa haramu katika siku yenu hii ya leo, siku ya Arafa, basi ni haramu katika masiku yenu mengine kumwagana damu, kuchukua mali ya Muislamu mwenzio, pengine kwenda kuchafua heshima ya Muislamu mwenzio. Mtume akasema ni haramu. Maneno yalikuwa ni mengi, lakini tuchukue nukta ya msingi kwenye maneno haya awali ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Heshima ya mtu, heshima ya mtu ni haramu. Mtume kaharamisha mtu kuweza kuichafua heshima ya mtu. Ni haramu mtu kuweza kuichukua
ile heshima ya Muislamu mwenzio aliyokuwa nayo, kisha ukaanza kuichafua ile heshima yake. Mtume akasema ni haramu jambo hili kwenye khutbatul wadaa, kwenye khutba yake hiyo ya kuaga, kwenye khutba yake hiyo ya mwisho katika viwanja vya Arafat. Ni haramu, ni haramu Muislamu kuchukua mali ya Muislamu mwenzie, ni haramu Muislamu kumwaga damu ya Muislamu mwenzie. Ndugu zangu, maneno haya Mtume aliyazungumza hali ya kuwa uso wake ulikuwa ni mwekundu, na Mtume akilizungumza jambo ambalo ndani yake lina taukid, lina msisitizo ndani yake, Mtume alikuwa akibadilika rangi. Ulama wanasema wakati Mtume anasema maneno haya uso wake ukabadilika rangi, ukawa ni mwekundu, kwa maana Mtume alikuwa amekasirika, Mtume alikuwa amejazbika, akiwahusia Waislamu kwamba ni haramu kuchafuliana heshima zenu baina yenu nyinyi kwa nyinyi. Ndugu zangu, wanadamu tumeumbwa tunatofautiana katika maumbile. Wanadamu tumeumbwa tunatofautiana katika mitazamo, japokuwa kuna baadhi ya watu ni mateka wa fikra zao. Mateka sio yule aliyechukuliwa tu mateka akaenda akazuiliwa mahala, hapana. Inawezekana mateka mtu akawa ni mateka wa fikra zake. Anakuwaje mateka mtu wa fikra zake? Yani ni kule kuamini kwamba fikra zake yeye ni sahihi kuliko ni fikra za mtu mwingine. Huyo ni mateka wa fikra. Lakini kiuhalisia wanadamu tunatofautiana mitazamo. Lakini wanadamu wakitofautiana mitazamo, haina maana ya kwamba watukanane au wachafuliane heshima zao walizokuwa nazo, hasha wakalla. Tukitofautiana katika mitazamo ya Arafa, kwamba baadhi yao wanafunga kwa kufuata mahujaji kusimama na wengine wanafunga kwa kufuata mwezi 9, haina maana kwamba watu wavunjiane heshima, hasha wakalla. Utaratibu hauko hivyo. Mtume aliwahusia Waislamu kwamba ni haramu Muislamu kwa Muislamu kuchafua heshima ya Muislamu mwenzie. Lakini vipi Waislamu leo wanachafuliana heshima kisa tu wametofautiana katika mitazamo? Kwamba huyu anaamini Arafa inakuwa siku hii na huyu anaamini Arafa inakuwa katika siku hii, basi Waislamu kwa Waislamu wanachafuliana heshima. Ndugu zangu, katika moja ya kitu ambacho huwa kinajengwa kwa gharama kubwa sana ni heshima. Heshima huwa inajengwa kwa gharama kubwa sana. Kuna wakati huwa inakuwajibikia utumie pesa kwa ajili ya kujenga heshima yako. Kuna wakati inakuwajibikia utumie nguvu kwa ajili ya kujenga heshima yako. Kuna wakati inakuwajibikia utumie muda mrefu kwa ajili ya kujenga heshima yako. Na vyote hivi ni gharama, vyote hivi ni gharama. Siku moja nakumbuka niliwahi kutoa mfano mahala. Nilitoa mfano kwenye masuala ya biashara. Nikasema kwamba biashara yoyote huwa kuna kitu kinaitwa business life cycle. Biashara huwa ina mzunguko fulani huwa inakuwa nao. Sasa kwenye mzunguko wa biashara kuna kitu kinaitwa introduction. Kabla ya biashara kuanza, introduction hapa. Watu huwa wanafanya brand awareness hapa. Matangazo, nini, ghasia chungu mzima. Wanatumia a lot of money, pesa nyingi watu wanatumia. Tena wakati mwingine billions of money watu wanatumia kwenye matangazo. Lengo anataka brand yake ijulikane. Lakini mtu anatumia nguvu kubwa ya pesa. Lakini brand huwa haitengenezwi siku moja. Inachukua kitambo. Kuna muda mrefu unachukua mpaka brand yako iweze kujulikana na kufahamika na watu waikubali. Inachukua muda mrefu. Kwa hiyo anatumia muda mrefu mtu sokoni. Sasa ikitokezea mtu akaenda akachafua brand ya mtu, anakuwa amepoteza pesa yake, amempotezea na thamani ya muda aliotumia kuweza kuitengeneza ile brand. Sawa sawa na mtu aliyetengeneza heshima yake. Ikiwa mtu ana heshima ya aina fulani, mfano labda ni shekhe au ni mjumbe wa nyumba 10 au hata ni wewe, umetengeneza heshima yako, familia yako inakuheshimu, jamii inakuheshimu. Ikitokezea mtu anakwenda kuporomosha ile heshima yako, kwa vyovyote vile hautopenda. Kwa vyovyote vile hautopenda. Juzi nilikuwa nasoma katika social media, nimeona kuna gazeti moja maarufu sana hapa Tanzania limeshtakiwa mahakamani. Mahakama Kuu imeamuru imlipe mtu mmoja, nisingependa kumtaja jina, imlipe bilioni 2 na milioni 500 kwa sababu ilimchafua. Yule bwana akaenda kufungua kesi mahakamani kwamba amechafuliwa, na ameshinda kesi kwa sababu lile gazeti limeshindwa kuthibitisha
zile tuhuma ambazo ziliandika kwenye gazeti. Tena mbaya zaidi, waliweka kwenye front page, peji ya mbele, wakamchafua. Yule bwana ameshinda kesi, ile kampuni inatakiwa imlipe bilioni 2 na bilioni 500. Kwa nini? Kwa sababu yule bwana amechafuliwa jina lake na heshima yake ambayo aliijenga kwa muda mrefu. Ndio maana Mtume akasema, inna dima'akum, damu zenu, wa amwalakum, na mali zenu, wa a'radakum, na irdi, heshima zenu ni haramu na alaikum. Ni haramu Muislamu kuchafua heshima ya Muislamu wenzie. Heshima inajengwa kwa gharama kubwa sana. Inawezekana wewe kuna jambo ukawa umeletewa la mtu, lakini una ushahidi nalo, una uhakika nalo, wewe kulichukua kwenda kulisema mahala kwingine, unavunja heshima ya mtu. Lile jambo kama una uhakika nalo, kwa nini unakwenda kulisema? Waingereza wana methali moja, wanasema no research, no right to speak. Kama jambo bwana hujalifanyia utafiti, una uhakika nalo, una haki ya kulizungumza, kwa sababu unaweza ukalizungumza likaleta madhara kwa yule ambaye uliyekwenda kumchafua. Ndio maana bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwakemea watu katika jambo hili. Na kwa nini Mtume aliwakemea? Mtume alipatwa na kisanga kwenye ile hadithul ifki. Hadithul ifki ni ile hadithi ambayo mama Aisha alisingiziwa amezini na sahaba wa Mtume, alikuwa akiitwa Safwan ibn Marwan. Alikuwa akiitwa Safwan. Alitoka mtu mmoja alikuwa akiitwa Mistah ibn Athatha, akaenda akatangaza habari kwamba mama Aisha amezini na Safwan, kitu ambacho hakikuwa cha kweli. Lakini tukio hili la uongo la kuchafua heshima ya Mtume lilimpa tabu sana bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio maana utakuta kuna mtu mmoja naye alikuja akadandia hiki kisa, anaitwa Salman Rushdie. Salman Rushdie ni katika moja ya waandishi maarufu sana Uingereza, mpaka leo yuko hai. Alipata tukio moja, alipigwa visu kama 4 shingoni miaka 2 nyuma iliyopita, akiwa stejini akifanya presentation ya kitabu chake fulani. Alipigwa visu, na alimpiga visu hajulikani mpaka leo. Ndio Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani kwamba inna kafainaka almustahzi'in, anamwambia bwana Mtume Muhammad kwamba sisi tunakutosha kwa watu wenye kukufanyia mzaha. Sasa huyu Salman Rushdie yeye aliandika vitabu vingi vya kumchafua bwana Mtume Muhammad, kuchafua ile heshima yake, bali sio kumchafua Mtume, bali kumchafua hata mama Aisha radhiallahu anha. Moja ya kitabu kinaitwa The Satanic Verses. The Satanic Verses ni kitabu ambacho kimeandikwa na huyu bwana Salman Rushdie kwa lengo la kuchafua heshima ya Mtume Muhammad. Ameandika kitabu kingine kinaitwa The Midnight Children, kina lengo la kuchafua familia ya bwana Mtume Muhammad. Lakini ajabu ni kwamba kila anavyoandika vitabu vya kumchafua Mtume, ndivyo watu wanavyoingia katika Uislamu kwa wingi. Waingereza au wazungu wana kitu kimoja, ukimchafua mtu wanataka kufuatilia yule mtu ana sifa gani mpaka anachafuliwa kiwango kile. Sasa wakienda kumfuatilia wanajikuta yule mtu ana sifa za ajabu, wanajikuta wanampenda, wanaingia. Kwa hiyo watu wengi wameingia katika Uislamu Ulaya kwa sababu ya vitabu vya Salman Rushdie vya kumchafua bwana Mtume Muhammad. Sasa Mtume alishawahi kukutana na kisanga kama hicho cha hadithul ifki, cha kuchafua heshima yake. Lengo lilikuwa ni kuchafua heshima ya bwana Mtume Muhammad. Ndio maana Mtume akasema kwa ukali siku ya Arafa, akawaambia Waislamu kwamba irdhi, heshima ya mtu kuwa nayo makini. Ndugu zangu Waislamu, heshima ya mtu kuwa nayo makini, hata kama mtu atakuja na jambo. Mwenyezi Mungu anasema in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kwenye kiraa nyingine imekuja fatathabbatu, tafuteni ithbati ya jambo, msiwe mnahukumu watu tu bwana. Mnaweza mkahukumu jambo ukamdhalilisha mtu ukatafua heshima yake. Allahu tabarak wa ta'ala yaqul a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. barakallahu li wa lakum bil qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. aqulu qawli hadha astaghfiruhu innahu al ghafurur rahim wal barrul karim. Siku ya Arafa, katika kisimamo cha Arafa, ni katika moja khutba bora zilizowahi kutolewa duniani. Hakuna mwanadamu aliyewahi kutoa khutba bora nzuri iliyojaa kila kitu, yenye utu na ubinadamu ndani yake
kuliko ni khutba ya Bwana Mtume Muhammad. Na hili wanalithibitisha wale wataalamu wa maneno, watu wa elimu ya public speaking, kwamba hakuna mtu ambaye aliweza kutoa khutba bora duniani kumshinda Bwana Mtume Muhammad. Na katika hayo tunazungumzia yale maneno yake ya awali Mtume aliyosema kwamba ni haram kumwaga damu ya Muislamu mwenzio, ni haram kuchukua mali ya Muislamu mwenzio, ni haram kuchafua heshima ya Muislamu mwenzio. Na nukta yetu ya msingi ni kuchafua heshima, ird ya mtu, heshima ya mtu, kuichafua ni kitu ambacho hakifai. Ndugu zangu, katika zama tulizokuwa nazo, katika maneno au anamchora kikatuni mtu, au wakati mwingine mpaka anamvua nguo mtu, katika zama tulizokuwa nazo imefikia katika kiwango hiko. Ndugu zangu, Mtume amekemea jambo siku ya Arafa, kuchafua irdi ya mtu, heshima ya mtu. Ni nani ambaye angependa mama yake adhalilishwe, atoe vikatuni? Ni nani ambaye mama yake angependa atukane? Iweje wewe leo ushike simu uanze kumtukana rais, uanze kumchora, ufanye hivi ufanye hivi? Haya sio katika mambo yetu tunayohusiwa na Bwana Mtume Muhammad, ndugu zangu Waislamu. Wala sio katika kuchunga heshima ya mtu. Yule ana heshima yake. Vipi mtu anaweza akakaa kwenye simu yake anaanza kucomment matusi, anamtukana kwa sababu ya itikadi za vyama, kwa sababu ya itikadi ya mitazamo tofauti, labda ya fikra ya jambo fulani? Haiwezekani kufikia katika hatua hiyo. Au mmetofautiana pengine katika mambo ya Arafa, haiwezekani. Heshima ya mtu ichunge, kwa sababu yule naye kuna watu wanamheshimu. Inawezekana wewe leo kaniona mimi lofa au kama fulani lofa, lakini yule naye kwenye familia yake anaheshimika yule. Yaani kila mmoja aliyekuwa hapa ana heshima yake, anaheshimika. Sasa unapoenda kumchafua, unamtenza nguvu kwa watu wake, unamdhalilisha, anajisikia vibaya. Ni nani kati ya sisi hapa angependa kudhalilishwa mbele ya familia yake? Ni nani? Ni nani, ndugu zangu Waislamu? Tuchukue ujumbe huu aliotoa Mtume Muhammad siku ya Arafa, tukaufanyie kazi. Hata kama tunatofautiana katika mitazamo, tusidhalilishane, tusichafuliane heshima. Heshima ni kitu very expensive, ni kitu cha gharama. Ukikiondosha, kukirudisha inakuwa ni ngumu. Ni kama unaviona brandi ya mtu, ukienda ukikaa ukisema Coca-Cola ina sumu, watu wakaamini hivyo, kuja kuwaaminisha watu kuwa ina sumu itatumia muda mrefu na gharama nyingine kubwa sana. The same na kuchafua heshima ya mtu, watu wakaamini ulosema, yule mtu akadharaulika, heshima yake ikaondoka, kuja kuwaaminisha watu kwamba yule mtu sio hivyo. Too late, ushachelewa tayari. Tuwe makini na mitandao ya simu, tuwe makini na maneno tunayozungumza, tuwe makini na vitu tunavyoposti. Siku zote huwa nawaambia, na malizia hapa, uzuri wa Uislamu, min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la yani. Uzuri wa mtu kwa Muislamu ni kuacha jambo lisilomhusu. Min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la yanihi. Uzuri wa mtu kwa Muislamu ni kuacha jambo lisilokuhusu, achana nalo. Ukishaona ile Mtume kanikemea nisilifanye, alikuhusu hilo, achana nalo. Mtume kashanikataza, achana nalo. Kuna sababu gani ya wewe kuanza kutukana viongozi? Kuna sababu gani ya wewe kuanza kuweka vibonzo, kufanya vitu kama hivyo? Irdi, heshima. Nimeamua kuizungumza hutuba hii leo, iwe ni ujumbe kila mmoja auchukue, akumbuke hutuba ya Bwana Mtume Muhammad siku ya Arafa. Na ndio siku dini iliyokamilishwa. Ilishuka aya, na baadhi ya ulama wanasema ndio aya ya mwisho, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ndio siku dini ya Mungu ilikamilishwa, siku ya Arafa. Na ndio siku Mwenyezi Mungu alauridhia Uislamu kwa dini ya kweli, siku ya Arafa. Mtume alizungumza aya hiyo kwenye khutba yake, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hakika leo nimekukamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimekamilisha kwenu neema zangu, wa raditu lakum al-islam dina, nimeuridhia Uislamu kuwa dini ya kweli. Dini ilikamilishwa siku ya Arafa. Mtume alipozungumza maneno hayo, tuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق
وعثمان بن نورين وعلي بن أبي طالب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقيم الصلاة.